khassa baada al-am. Akasema nini? Akasema kwamba hatta yus'ala ar-rajulu, mpaka ataulizwa mwanamume miongoni mwetu, ataulizwa kila mmoja wetu ambaye ni mwanamume, hatta yus'ala an ahli baitihi, ataulizwa juu ya watu wa nyumbani kwake. Swali siku ya kiyama, kila mmoja ataulizwa, limekuja kwa jumla, ataulizwa mwanamke, ataulizwa mwanamume, lakini vile vile hasa nitaulizwa mimi juu ya wanangu na utaulizwa wewe juu ya watoto wako. Je, umewasimamiaje? Na sisi ni wale ambao tunadai na kujitapa kwamba sisi tunafuata sunna ya Mtume. Wengi miongoni mwetu hutafuta haraka kuoa mke wa pili. Vipi? Sunna. Lakini je, unajua kwamba kuna sunna ya kufuatilia na kuchunga kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuruzuku? Hiyo ndio sunna kubwa zaidi. Hiyo ndiyo sunna kubwa zaidi, kwa sababu jambo la lazima mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume alikuwa ni abun, alikuwa ni baba, na hata siku moja hakupoteza majukumu yake kwa sababu ya ubaba wake. Alikuwa ni mume, na kadhalika hakupoteza majukumu ya mume mbele ya wake zake. Alikuwa ni babu, hakupoteza majukumu ya ubabu wake mbele ya watoto wake, pamoja na kwamba alikuwa ni qaidul jaish, alikuwa ni kiongozi wa majeshi, amiri jeshi mkuu, alikuwa yuko mbele kwa Waislamu katika kila vita. Lakini ukimtazama na watoto wake, mara kwa mara unamkuta Bwana Mtume anakaa na vijana, anawaambia ya ghulam inni uallimuka kalimatin, kijana mimi nakufundisha maneno kadha kadha kadha. Ya ghulam samillah, kijana sema bismillah. Ya ghulam kadha kadha, anahusia bwana. Wewe jiulize, lini ulikaa na mwanao ukawa na taujihat kama hizi, kwa mwanangu, maisha unaoishi sivyo unapokwenda watu, mwanangu huwezi kuishi namna hii, hujasoma wala hutaki kusoma, utaishi vipi? Utamjibu nini Mwenyezi Mungu siku ya kiyama? Mwanangu, dunia haendi kama hivi mwanangu, usione kadha 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 mwanangu. Lini ulikaa ukatoa maneno kama haya? Wallahi utakuta wengi wetu wa nafasi kama hii hatuna. Kubwa umelifanya ni kujitahidi kumshika mtoto mkono wako na kumpeleka madrasa, na baada ya hapo hakuna hata siku moja uliopata nafasi ukakaa na kijana wako kumwangalia nini maendeleo yake. Je, mwanangu unajua dua ya kuingia chooni? Je, mwanangu unajua dua ya kutoka chooni? Je, mwanangu unaijua Yasini? Walau mimi nikataka kukata roho ukanisomea Yasini katika mauti yangu ambapo Mtume kaamrisha. Je, mwanangu unajua leo kunipigia Fatiha nitakufariki? Je, mwanangu, lini ulipata ndugu yangu? Utajikuta hata siku moja nafasi kama hii huna, wewe ni muflis. Na Waarabu wanasema nini? Wasema kwamba faqidu shay'i la yu'tihi, asiyekuwa nacho hatoi. Wewe huna ila mambo ya ajabu kwa familia yako, kuwafundisha mambo ya kidunia. Usikubali hivi, fanya hivi, usiwe mjinga, asikubabaishe. Usiwe mjinga vipi ndugu yangu? Wewe una masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Mmoja katika kibaru tabi'in ambaye alikuwa akiitwa Amr ibn Utba, katika watu wakubwa kabisa wa tabi'ina, alimchukua mwanawe akampeleka madrasa, na kisha akakaa na mwalimu. Siku ya kwanza kabisa akamwambia mwalimu wa chuoni, amwambia nini? Anamwambia hivi kwamba liyakun awwala islahuka liwaladi islahaka li nafsika. Mwalimu, nakuomba sana mwalimu, mafundisho ya kwanza kabisa ambayo utamfundisha mwanangu yawe ni mafundisho ambayo wewe mwenyewe umejipamba nayo. Angalia mzee. Kwa hiyo sifa za baba tutazitaja 5 kwa sababu ya wakati na hali ilivyo. Huyu bwana Amr ibn Uqba akamwambia mwalimu, naomba kwanza wewe ujipambe na tabia njema ambazo utamfundisha mwanangu. Kwa nini? Akasema kwamba fa inna uyunahum, kwa sababu macho ya watoto ya wanafunzi wako maqudatun bika, yanakuangalia wewe maalim. Watoto wote hawa madrasa na kuangalia wewe. Falhasanu indahum, jambo zuri kwao ni lile ambalo kwamba ma sana'ata, wewe umelifanya. Akasema tena walqabihu indahum, jambo baya kwa wanafunzi, kwa watoto ni lile ambalo kwamba nini? Ma tarakta, lile ambalo wewe umeliacha. Kwa hiyo wanafunzi wanasoma kwa mwalimu kutokana na vitendo kabla ya maneno. Baba, ndugu zangu, sifa ya kwanza kabisa tutataja sifa 5. Ya kwanza, baba anatakiwa awe alqudwatul hasana, awe ni kigezo chema.
Baba ukirudi nyumbani unarudi na jazi ya Yanga au na jazi ya Simba. Baba, hili ndio lilokushughulisha wewe katika maisha yako. Baba, unakuwa na hima kubwa ya kujaza katika kingamuzi cha kuangalia mechi zile isikupite. Baba, unamkamata mwanao unampeleka mpaka mpirani. Baba, unakaa na mwanao unakula naye mirungi. Baba, mtoto anakuona unavuta sigareti. Baba, unatoka nyumbani kwenda skuli kuja chuoni kwenda kugombana na mwalimu kwa sababu tu kampiga mwanao. Ndugu yangu, wewe hujakuwa alqudwatul hasana bado. Siku ya kiyama utakuja kumkimbia mwanao. Allah anasema nini? Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ni wewe na mimi, ni wewe na mimi ndugu zangu. Baba unakaa na mwanao kumbini unamwambia kila siku anakuwa na mwanao, hawa majirani wabaya hawa, huyu mtu mbaya usicheze naye, nyumba ya pili, nyumba ya tatu hawa wanga wana kadha, nyumba ya nne hawa usishizae, hawa watu pala kadha, huyu kabila fitsi yetu, nyumba ya tatu. Wewe ni mtu wa kujenga chuki na kujaza vitu kama vile kwa mwanao. Unatarajia vipi mtoto yule atakuwa na kifua chema? Anabeba yale unamsema anachukua. Kwa hiyo baba ana nafasi mbili, ama yakuwa alqudwatul hasana au akuwe alqudwatul qabiha. Awe ni kielelezo chema kwa mwanawe au awe ni kielelezo kibaya. Kwa nini? Kwa sababu mtoto anasoma direct kwa baba yake bila kujua, anajifundisha tu. Akikuona unarudi na masigareti, basi subiri tu, baada ya muda tu huyu yale atafuata. Siku moja tuko madrasa hapa, kijana tunamwambia kila siku usinyoe hizi nywele alqaz panki. Mtume kakataza hili kitu kibaya. Mtume wetu kakataza, na mtume hasemi jambo ila lilokuwa jema, anakataza baya. Kijana baada ya siku mbili anarudi kanywa vile vile. Mpaka siku moja tukasema kwamba bwana wewe, mimi nitaonana na babake. Haya, siku hiyo naambia bwana, nakupigia simu nitakuongea na wewe. Na kwenda kumkuta ule baba, yani yeye ndo kanyoa koliko jela. Yani yeye ndo kachonga kabisa huku na huku, zimebakia juu huku, utafikiri mchicha mwitu haupaliliwi. Yani yeye ukimtama anachekesha vile alivyo kachonga. Sasa kufika hapa sema subhanallah, hapo utasema nini hapa? Hapo utasema nini hapa? Mahali unasema bana, nimekuja kukutizama tu bwana, kuja kukujulia hali tu, jambo unaendeleaje, jambo vizuri, sijakuona siku nyingi, upo lakini nipo alhamdulillah, basi kaondoka hapa. Utamwambia nini? Utamwambia nini? Mwingine juzi hapa kwa kinyozi hapa Dalbigistoni, kaja mama na watoto wake maskini watatu wa kiume, anakuja pale kuwakata. Wallahi alazim, juzi wiki iliyopita, anamwambia yule mwanawe, tulia mwanangu, wewe unakatwa panki utapendeza. Kijana yule hataki, mama mimi utapendeza nakwambia. Sasa hakadha, vipi mume utakuwa ni kudwa ikiwa tabia zako ndo hizi? Kijana anasoma yule, madrasa utapiga makelele, upige bakora, ugomana na watoto bure bileshi. Unamfundisha saa moja, anakwenda nyumbani kwao kwa babake na mamake masaa 23, tabia ni zile chafu. Utarejea nini? Kwa hiyo sifa kwa ndugu zangu, alqudwatul hasana, lazima tuwe ni picha, tuwe ni kigizo chema. Kwa sababu ndugu zangu, watoto ni papambo. Kila mmoja katika sisi anapenda kuona watoto. Allah anasema nini? Anasema nini? Kwamba asema almalu walbanuna zinatul hayati dunya, watoto na mali ni mapambo ya duniani. Ndio maana kila mmoja anapenda awe na watoto. Lakini ndugu yangu, unaweza kuwa nao? Kupenda sio hoja. Wengi tunapenda mengi, lakini unaweza? Kama huwezi ndugu yangu, siku ya kiyama utakuja kujuta. Utakuja kujuta siku ya kiyama. Utakuja kusimamishwa, uulize maswali ambayo majawabu yake tusimame huwezi kuyapata. Sifa ya kwanza, alqudwatu alhasana, kiigizo ambacho ni chema. Na mtu ajue kwamba anapata mtoto tu ni kwamba kazidishiwa masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukipata mtoto wewe umeshapanda cheo kwa masuala. Mwenyezi Mungu asema nini? Asema waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Mwenyezi Mungu atuhusia waogope, waliyakhsha, waogope alladhina, wale wazee ambao kwamba lau taraku, kama wataondoka duniani, wakaacha min dhurriyati, vizazi, watoto, dhiafan, wadogo miaka 12, 15, 8, khafu alaihim, tunataka tuogopee watoto. Kwaje? Usiokaondoka duniani ukaacha kiwanda kinaendelea, uko mbele ya Mungu, dhambi zinakujia, maana hujafanya wajibu wako vizuri, zitakujia tu. Allah anasema nini? Falyattaqullaha,
muogopeni Mwenyezi Mungu watoto wenu. Falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida, na muwe mnasema maneno yaliyokuwa sawa sawa ya ukweli. Isije ikawa sisi tukaenda tukapindukia tukawa kama wale makafiri ambao Allah alisema nini? Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha. Subhanallah. Usishangae ukababaishwa na watoto na watu wengi na mali. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewapa mali na watoto kwa makusudi ili awatese. Naam. Hana nafasi yake na narudi hata siku moja kwa nafasi. Mtoto yule ni mateso kwake. Watazaka anfusu, roho watoke na huko wanachukia wa mkafirun. Sifa ya kwanza alqudwa alhasana, kiigizo chema. Sifa ya pili ndugu zangu, ashafaqatu walmahabba, mapenzi kwa watoto wako. Mapenzi, ujue kwamba wale watoto ni innocent. Wewe unatakiwa uwapende hadi ya mapenzi. Wale ni watoto wako, kile ni kizazi chako. Huenda ukaondoka mtoto yule akawa min waladi salih, akakuombea dua ikiwa umeyafanya wewe, umetangulia kuyafanya mema. Katika hadithi imekuja Abu Hurairah radhiallahu anhu asema kwamba siku moja bwana mtume alimshum Al-Hasan mjukuu wake. Kaja kitoto kinacheza jedi babu kamkamata kamshum. Baada ya kumshum, alikuwa sahaba mmoja pale akiitwa Al-Aqra bin Habis. Akashangaa sana kuona bwana mtume anamshum mtoto. Akasema inna li asharatan min alwalad, mimi na watoto 10. Bwana mtume, mimi anasema Al-Aqra, mimi na watoto 10, lakini ma qabbaltu minhum ahada, sikupata hata siku moja kumbusa hata mmoja mimi. Kwa sababu ndo wale wazee ambao yeye yuko busy. Yeye anatoka majogoo, anarudi kumekucha usiku, manake anatoka alfajiri anarudi usiku. Hajui huko mtoto kafanya nini, kaenda wapi, kakichuma kitu gani, kafundisha nini. Usimpofundisha wewe ndugu yangu, ulimwengu utamfunza. Mtoto yule ni kama chombo kitupu, kinaingia kitu kila siku. Akili yake iko wazi, Mwenyezi Mungu kamjalie iko wazi kabisa ili ipokee. Usipoingiza vitu vizuri, walimwengu wataingiza mambo yao, na hapo ndipo utakujuta baadaye. Nini bwana mtume akasema? Mtume akamwangalia Al-Aqra kisha akasema man la yarham la yurham, asiyekuwa na huruma hahurumiwi. Una watoto 10, hata siku moja haijakujia wala kumbusu mmoja wapo. Ama wewe una moyo mgumu sana. Wewe una moyo mgumu sana. Na katika maelezo mengine mtume alisema in kana Allahu naza'a min qulubikum arrahma. Katika hadithi nyingine, ikiwa Mwenyezi Mungu kaondoa katika kifua chako huruma, mimi nitakufanya nini? Wewe ni mtu katili, mimi nitakufanya nini? Kwa hiyo ndugu zangu, jambo la pili muhimu sana ni kuwa na huruma na kile kizazi chetu. Kuwafikiria watoto wangu hawa maskini, hawana mbele hawana nyuma, hawajui ulimwengu. Ulimwengu ni matatizo makubwa, ulimwengu ni dhiki. Mtu na kila chako na akili yako unapotezwa. Seuze mtu ambaye wazee wake wamemwacha anatembea kama kondoo, ni mtihani mkubwa. Sifa ya pili ashafaqa wal mahabba. Sifa tatu ayu alikhwa, al-adlu, ni uadilifu. Al-adlu ni kuwa na uadilifu. Wengi tumejaliwa hapa sisi tuna watoto wengi, lakini wengi wetu tunaonesha wazi kwamba kuna mtoto katika wale unampenda zaidi ya wengine, na haya ni makosa makubwa. Haya ni makosa makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kutokuonesha uadilifu baina ya watoto wenu. Makosa makubwa. Siku moja mmoja katika masahaba akiitwa Nu'man ibn Bashir, alipokuwa mdogo, babake alimshika mkono akampeleka kwa bwana mtume na akamwambia bwana mtume, shuhudia inni nahaltu, hakika mimi nimempa zawadi mwanangu huyu, hadha ghulaman ma kana li, nimempa zawadi. Wengine wanasema kampa zawadi ya mtumishi amtumikie, wengine wanasema mali. Almuhimu ni kwamba kampa zawadi, anataka bwana mtume ashuhudie jambo lile. Mtume akamuuliza, akulla waladika nahaltahu mithla hadha, je, watoto wako wote umewapa zawadi kama hii? Faqala la, yule bwana akasema hapana. Mtume akasema basi naomba ukatafute mtu mwingine aje ashuhudie jambo lako hili. Mimi fa inni la ashhadu ala aljawr, mimi siwezi kushuhudia jambo si uadilifu. Siwezi kushuhudia hata siku moja, siwezi kushuhudia. Wataka nishuhudie, waita watoto wako wote 3 au 4, kila mmoja umpe kitu, hapo mimi nitashuhudia. Lakini kumpa mmoja mimi ndo kamnyima, mimi sishuhudii kitu kama hicho. Nenda katafute mtu mwingine umshuhudishe.
Tena Mtume akasema katika riwaya nyingine, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, wa'dilu fi auladikum, na mfanye uadilifu kwa watoto wenu. Maneno haya Mtume kayarudia mara 3 kuonesha ukubwa wa jambo kama hili la kutokuwa na uadilifu kwa watoto wetu. Jambo la 3 ndugu zangu ni uadilifu. Jambo la 4, at-tawjih wal-irshad. At-tawjih wal-irshad. Kijana yule uwe ni mtu wa kumpa mawaidha, uwe ni mtu wa kumpa maelekezo, uwe ni mtu wa kukaa naye, uwe ni mtu wa kumfundisha. Hivi ndivyo inavyotakiwa wewe uwe mwalimu wake kabla ya mwalimu wa chuoni. Yatakiwa wewe uwe kama hivi. Na ndio maana tunaona katika maisha ya Bwana Mtume alikuwa anakwenda vitani, alikuwa anakwenda katika maghazi, anakwenda kila pahala, lakini Bwana Mtume anapata nafasi anakaa na vijana anawafundisha, ya ghulam, kijana, samillaha, unapotaka kula sema bismillah, wa kul bi yaminika, kula mbele yako, wa kul mimma, kula mkono wa kulia, wa kul mimma yalika, kula mbele yako. Mtume anafundisha vijana. Mwingine akamwambia nini? Ya ghulam, kijana, ihfadhillah, muhifadhi Mwenyezi Mungu, yahfadhuka, Allah atakuhifadhi na wewe. Ihfadhillah tajidu tijahaka, anamusia. Mtume alikuwa tabia hii. Mwingine akamwambia nini? Ya ghulam, inni uallimuka kalimati, na kufundisha maneno. Yakamate kijana. Hapa tujiulize, mimi na wewe lini tulikaa na kuwapa watoto wetu maelekezo walau kama haya? Lini? Jawabu ndugu zangu, 0. Na hiyo siku kijana akiambiwa baba yako ana shida, anakuita, anajua leo kuna kipigo, lazima kuna kitu nimeshakosea. Hatukai na watoto mpaka pale wanapokosea. Anajua kabisa huko nikifika huko kuna bakora imeshawekwa au kuna ukanda umeshawekwa, nitapigwa. Akiambiwa babako anakuita, anajua huko kuna adabu, nishavuruga mimi. Shekhe wangu Alian ibn Hamid Jabir al-Farisi hafidhahullah alitoa kisa kwamba mtoto mmoja alipigwa skuli na mwalimu. Alipopigwa kana nyumbani kwao, akamwambia mzee wake, nimepigwa. Baba kama umepigwa, nani kakupiga? Mwalimu fulani. Twende. Wakatoka na mwanafunzi baba na mtoto mpaka skuli. Kaingia darasani. Nani kakupiga? Mwalimu fulani kanipiga. Ustadhi fulani kanipiga. Yule baba pale pale akachukua bakora akaanza kumpiga yule kijana wake. Wengi wangedhania angempiga mwalimu. Na hivi ndio tulivyo sisi. Akaanza kumpiga mwanae, akampiga kweli kweli, na kisha akamwambia, huyu mwalimu huyu kaaminiwa, ndio unaona kaka hapa mbele anafundisha watoto wote katika darasa hili. Wewe huna adabu, ndio maana akakupiga. Na sasa nataka umuombe samahani mwalimu wako. Leo naye anafanya kama hivi. Shekhe wangu anasema maneno haya ilikuwa katika mwaka 1960 na kitu au 70 na kitu, mwanzo kabisa. Leo nani kama mimi na wewe ukiambiwa mtoto kapigwa, ndio kwanza unachukua picha katika simu yako, alafu unakwenda kuonyesha kwa mwalimu. Unaona kazi? Hivi kwani mtoto anapigwa hivi? Bwana wewe, kwani hichi chuo kina mwalimu wa ndazimu unapiga watoto ovyo bwana wewe? Hebu mgope Mungu bwana wewe, hakuna wazimu hapa. Mpaka akapigwa, kakosea huyo. Sasa akija pale tunamwonyesha makosa 11, sio lile moja, tunamwonyesha makosa 11 mpaka anabakia kwamba basi mnajua. Kwa hiyo jambo jingine ndugu zangu katika sifa za baba, at-tawjih wal irshad, baba awe na wakati wa kumfundisha mtoto wake maelekezo na hali ya dunia ilivyo. Tunasoma katika Qur'ani sura nzima inaitwa suratu Luqman. Allah Jalla wa Ala anatuhadithia mle, kaipa jina ile sura lile kwa sababu ya mawaidha ya baba juu ya mtoto ndugu zangu. Akasema mwanzo kabisa heading, walaqad ataina Luqmana al-hikma, tulimpa Luqmani hikma. Akamwambia Luqmani, ndani yake inaonyeshwa katika peji nzima, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Akasema nini? Wa wasfana biwalidayhi, tukamuhusia mwanadamu juu wazee wake wawili, kwanza shirikishe Mwenyezi Mungu, pili wazee wake ile, mama yake kamlea. Anaendelea mzee Luqman anataja pale mawaidha chungu nzima juu ya mwanawe, kijana wake yule. Jiulize mimi na wewe, lini ulikaa na mwanao ukamwambia mwanangu acha shirki, usifanye mambo ya shirki mwanangu?
Usifanye visuali hivi, unavaa suruali unatangaza matangazo, unavaa suruali nusu wa makalio. Una maana yake nini? Unaonesha nini watu? Vipi utaswali ukiswali mgongo wako unaonekana na suruali zako hizi? Mwanangu, usivae kidani, haramu. Mwanangu, usivae bangili, haramu. Mwanangu, usisuke nywele, haramu kwa mwanamume. Wewe mwanamume, wewe unatakiwa ufuge ndevu, sharubu na hivi na hivi. Sio unakwenda kufanya nini vitu kama hivi? Wewe ndio mambo ya kumfundisha. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya masir. Mzee Luqman na mwanawe anambia nini? Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa bi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya. Mzee Luqman anaendelea kumwambia mwanawe, ya bunayya aqimis salah, mwanangu simamisha sala, wa'mur bil ma'ruf, uwe na tabia kuamrisha mema na kusema mabaya, wasbir ala ma sabaka. Ukiwa mambo kama haya, nakwambia mwanangu, matatizo atakukuta. Utachukiwa, utazuliwa, utafanya kila baya, unaweza kupiga pande, unaweza kuzuliwa mambo, unaweza kutiwa ndani, kila, lakini wasbir ala ma asabaka, kuwa na subira mwanangu, kuwa na subira mwanangu. Wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur. Hayo ndio mambo ya watu wanaume kulikuli kwa kusudia hayo. Sio kukusudia kuchukua kombe mwaka huu, sio kukusudia kufanya kitu kadha, upuuzi. Haya ndio mambo ya mwanamume kwa kusudia juu mwanae. Dhalika min azmi al-umur. Akamwambia nini? Wala tusaid khaddaka linnas, mwanangu usiwadharau watu, haifai. Usiwatazame watu kwa jicho la pembeni. Wala tamshi fil ardhi, mwanangu usitembee katika ardhi kwa maringo, kwa sababu tu unafanya mazoezi, una kifua kikubwa. Sasa unatembea kama mwanamke na kunyonyesha, kisa nini? Ati una kifua, unakwenda kunyanyua vyuma. Sasa unataka watu wakuone mitaani. Haramu mwanangu. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula. Mawaidha mengi wallahi. Kama mmoja wetu akachukua funzo moja tu akamhusia mwanawe, ndio tutakuwa min al-faizin. Kwa ndugu zangu, sisi ndio wazee, lazima tushikamane na mafundisho haya. Tusiposhikamana na mafundisho kama haya, tusipokuwa na sifa hizi, siku ya kiyama tutakuja kuwakimbia watoto wetu, tutakimbia familia zetu, na huo mtakuwa ni msiba kwetu sisi. Sifa za baba. Kwanza, alqudwatul hasana, uwe baba ni kiigizo kilichokuwa chema. Pili, ashafaqatu warahma walmahabba, baba uwe na huruma kwa kizazi chako. Tatu, al-adl, baba uwe mwadilifu. Nne, al-irshad wa tawjih, baba uwe na tabia ya kufundisha mtoto yaliyo mema. Usimrithishe mwanao uadui ulioishiwe na watu wengine. Usiende kwa yule, mimi nikifa kadha, la. Mwachie mwanao aishi maisha yake, atengeneze kile anachokijua. Kuna watu watamfanya wema au alipe mema, kuna watu watafanya mabaya au alipe anataka mwenyewe, pengine atawasamehe. Usimrithishe mwanao ubaya wako uliokuwa nao. Jambo la tano, ayu al-ikhwa, la mwisho kwa leo, ni ad-du'a. Baba uwe na tabia ya kuombea dua watoto wako. Dua ya baba ni kitu kikubwa mno mbele ya Mwenyezi Mungu, hakuna mfano wake, kiasi kwamba imekuja katika hadithi ambayo anasema bwana Mtume, 3 da'awatin mustajabat, kuna dua 3 Mwenyezi Mungu anazikubali haraka, tena la shakka fihinna, hakuna wasiwasi ndani yake. Allah anazikubali moja kwa moja. Kwanza, da'watul walid, kwanza kabisa dua ya mzee kwa mwanao. Na huna mahali shahidi hapa tunamwona sisi, dua yako kwa mwanao ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakikubali mara moja, kumwombea dua mwanao. Hebu jiulize, mimi tujiulize, hivi lini wewe ulikaa hapa msikitini baada ya sala au nyumbani kwako au kamka usiku ukaswali rak'ataini kisha ukainua mikono ukasema nini? Allahumma hidi auladi, ya Allah waongoe watoto wangu. Mwenyezi Mungu, mwanangu huyu fahamu yake nyepesi, au mwanangu huyu mzito, au mwanangu kadha, Mwenyezi Mungu nakuomba umuongoe. Ukawa kijana wako na umwambia dua, lini? Hakuna wallahi. Tumeshughulika na dunia kupita kiasi, na huku Mtume anakuambia nini? Dua ya mzee ni katika mambo yanakubalika, hata siku moja harudishi. Na katika mapokezi ya Imam Ahmad hadithi kama hii hivi
Mtume akasema nini? Thalathun da'watun mustajabat, dua tatu ambazo zinakubaliwa. Ya kwanza kabisa akasema nini? Da'watul walid ala waladihi, dua ya mzee kumwombea mwanawe, kumwombea mabaya mwanawe. Na hii ndio kazi yetu sisi. Kijana akikosea, zinashuka laana. Mtoto we, mja we, utakuja kuiona dunia we, tayari ushamlana. Kuwa uyaone mwanangu, kuwa uyaone. Mtoto asikie mkatu gani? Unamwapiza kijana bila kujijua, unamwapiza bila ya kujijua kijana kama yule.